Bana falia tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Mimi pamoja naye Chifu Zobane kama Zoomfella. Utakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, yakiwa pia yanapewa nguvu kubwa mno na Helabet. Helabet bwana ni kampuni bora kweli kweli ambayo inaweza pia kukutengenezea wewe bonus mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania. Wao hawakupi kama sehemu tu ya kubashiri mikeka yako, ila pia wanakutengenezea mikeka, lakini pia wanakupa bonus mpaka shilingi 300,000. Sasa ni rahisi mno, pale utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa. Hiyo ndio tiketi ya wewe kutengeneza okoto la 300,000 rasmi za Kitanzania zitaingia kwenye mtandao wako wa simu na wewe kuzifanyia matumizi ambayo wewe unahitaji. Lakini pia unapokuwa mwanafamilia wa Helabet bwana, utapata pia majamvi bure kila siku kutokea Jamvika na Salama. Na ndio maana tunasema Helabet mkeka wa kwetu, lakini bado ushindi unabaki kuwa mikononi mwako. Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na haulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka, na imekuwa ni siku njema. Unaweza kuona tokea jana tuna hali ya mvua kidogo kwa wale ambao wakulima, maana yake wanakuwa wanaendelea kufurahia kuweza kutoa mazao ya kutosha. Na hizi mvua hizi zina shawishi kabisa. Zinashawishi. Maana kipindi cha mvua hata uchovu unakuwa sio mkubwa, watu wanafanya kazi ya kujituma, lakini pia hata kwa maana ule utulivu wa akili na mwili unakuwa ni mkubwa. Kwa binafsi na waga nafurahia kipindi hiki cha mwezi wa 11 mwezi wa 12 kwenda kwenye mwisho wa mwaka, na kuzingatia kwamba kuna mapumziko mengi na siku nyingi ambazo zitakwenda kutokea. Hata mimi naona hivyo. Salama, tuingie moja kwa moja kwenye kile ambacho tumekiandaa. Sasa hivi kila mtu anazungumza kimataifa, kunani hivi na ni vile. Ndio jambo kubwa kweli kweli. Niseme tu ya kwamba hapa weekend ilikuwa ya moto kweli kweli. Kwa mfano tunatazama Young Africans, wapinzani wake wote walicheza. Ahali pekee ndio ambao walipata ushindi wa mabao 2-0. Young Africans nao walipata ushindi wa mabao 4-1. Lakini kwa maana ya wapinzani wengine wote walipata sare. Wote walipata sare ya kutokufungana, lakini ambaye anaanza naye tarehe 22 yeye alipata sare ya kufungana bao 1-1. Sasa haya ni matokeo tu ya mechi za mwisho wa wapinzani wa klabu ya Yanga. Lakini nataka tutazame ubora sasa wa ujumla kwa hizi timu 4 ambazo zinakwenda kukutana kwenye kundi B. Dominic Salamba, tuachane na maneno kwamba huyu anatisha hivi, huyu si yuko vile. Ubora yani ule wa consistency, yani kwenye muendelezo, mambo yako vipi kwenye hizi timu 4 ambapo inaweza kutupa taswira ya nani na nani kufika wapi? Tuanzie hapo. Nafikiri kwanza ukizungumzia ubora inategemeana unazungumzia ubora ukireflect au ukilinganisha au ukilifaa na kitu gani, kwa sababu katika ranki za kafu, kwa maana zile timu zilivyopangwa ndivyo na ubora wake huko hivyo. Kwa maana Ali anatokea kwenye port namba 1 na ni ndio bora. Yanga hapo anatokea port namba 2, lakini pia kuna Farabat port namba 3 na JS Kabylie port namba 4. Kama ukienda kwenye ranki za kafu utaona kwamba Ali, Yanga, Farabat ndio unakutana na JS Kabylie. Lakini pia ni timu ambazo zimetokea katika ligi kubwa bora barani Afrika. Ahli yuko kwenye ligi namba 1 ya ubora barani Afrika. Lakini kuna Morocco ambao ni Farabat nafikiri namba 2, alafu JS Kabylie kama 3 basi ni 4, alafu anaingia South Africa, alafu anaingia Tanzania. Kwa hiyo ni kundi ambalo limecontain mabingwa, lakini limecontain timu ambazo zinatokea kwenye nchi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na ligi ambazo zina ushawishi na mvuto mkubwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo timu zote hizi ni timu bora kabisa katika level ya juu ya kiushindani. Lakini sasa ukija kwa upande wa matokeo, nataka kuzungumza hapa matokeo ya magoli 4 kwa upande wa Yanga. Ali alishinda magoli 2 katika mechi yao ile. Then ukiangalia upande wa Farabat alitoka 1-1 na JS Kabylie hawakufungana. Bado haiwezi kuwa kiashiria kwa sababu hawachezi kwenye ligi moja. Ni kama wote ungekuwa kwenye ligi moja basi ungeweza kusema pengine
kuna kitu ambacho kinaweza kukakisa. Lakini pia hata kama ingekuwa ligi moja bado hawakucheza na timu moja, kwa sababu unaweza ukacheza na timu A ukapata matokeo na mwingine akosa matokeo, haigarantii kwamba na wewe utapata matokeo kwa sababu yeye alipata matokeo. Kwenye mpira moja jumlisha moja sio lazima iwe 2, sawa, inaweza kuwa ni 4, inaweza kuwa 5, inaweza kuwa ni 6. Lakini itosha kusema kwamba timu zote zimejiandaa. Na ukiangalia katika miaka karibuni utagundua kwamba Yanga na Ali ndio wako juu, na ndio maana wameweza kufanikiwa kumaintain alama za kuwa katika ubora viwango vya nini vya CAF. Vinginevyo maana yake wasingeweza kuwa pale. Kwa hiyo Yanga kitu cha kuingia hatua ya finali, kuingia robo finali, kuingia makundi kwa mfululizo ndio kumpelekea kuwa pale alipo. Kwa hiyo kwa maana ya ubora wa mwendelezo utamzungumzia Ali, utamzungumzia Yanga, FAR Rabat na JS Kabylie ambao zimeweza kupangwa. Lakini kwenye current form ni kundi gumu, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa Ali, hawa ndio ni majianti wa Afrika tunafahamu wote, lakini kiwango chao na chenye kidogo kimeporomoka. Hapa kati wampitia katika mazingira magumu kidogo, lakini kuporomoka kwao sio ndo kaswani timu ndogo. Yaani Ali akiporomoka bado anaweza kaishia nusu finali, akaishia finali au hata akachukua ubingwa, kwa sababu level yake ni ya juu. Yaani amewekeza extra miles compare na timu nyingine ambazo zipo. Lakini tukiangalia yenyewe kwa kuingesha na misimu miwili mitatu iliyopita, ni kweli wameteteleka hapa katikati kwa katika ubora ambao ulikuwa ni ubora mkubwa. Na kwa siku za karibuni tumeweza kuona Pyramid ni kama akitaka kushika hatamu katika nchi ya Misri, tofauti na wengi ambao wamezoea kumuona Zamalek pengine na Ali wakiweza kudominate. Kwa upande wa Morocco, FAR Rabat amekuja kuchukua advantage ya kuanguka kwa miamba ya soka ya Morocco. Unapozungumzia Morocco unazungumzia Wydad Casablanca, unazungumzia Raja Casablanca. Hizi ndio timu kubwa Morocco ambazo zimetikisa kwa muda mrefu na ndio wenye nguvu Morocco. Kwa siku za karibuni wamepotea. Alianza kupotea Raja Casablanca, baadaye akaja Wydad. Kwa hiyo hapo ndio ikaja kutoa nafasi kwa timu nyingine kama Berkane, kama FAR Rabat ziweze kupenetrate, na leo tunaweza kuzungumzia zipo katika michuano ya Afrika. Huku mwingine akiwa ni bingwa wa Morocco, lakini ukiangalia Berkane yeye alikuwa ni bingwa kombe la shirikisho. Lakini ukubwa wa Morocco bado utazikumbuka timu kama Raja Casablanca na timu kama ya Wydad. Lakini bado FAR Rabat ni bingwa wa miaka ya nyuma ya kombe la Afrika. Kwa hiyo alishawahi kufika mbele, akafanikiwa kuchukua taji la Afrika, lakini miaka ya 70. Kwa hiyo kwenye lile kundi tu la Yanga, maana pia kuna makombe ya Afrika karibia 14. Ali akiwa amechukua makombe 13 na FAR Rabat kombe moja. Lakini pia ukiangalia Yanga alifika robo finali na JS Kabylie bado hajafanikiwa kwa siku za karibuni. Kwa hiyo ni kundi ambalo ni gumu, kwa sababu linakutana na timu ambazo hata kama katika nchi zao hazidominate, lakini nchi zao ni nchi kubwa. Yaani kushiriki tu ligi ya Uingereza, sawa, kuwa tu kwenye ligi ya Uingereza, uwe ni Wolves, uwe Southampton, hauwezi kuwa sawa na bingwa wa Tanzania au labda South Africa, kutokana kwamba ile ligi yao ni kubwa na ushindani wake ni mkubwa. Kwa hiyo kuwa tu miongoni mwa timu ambazo zinawania ubingwa wa Afrika kutokea Algeria, kutokea Morocco, kutokea Egypt, hali huo ni mtihani. Na kwa upande wa JS Kabylie, hawa ni mabingwa wa muda mrefu katika nchi ya Algeria. Ni miongoni mwa timu kubwa Algeria ambayo kwa siku za karibuni ilipoteza mwelekeo. Na tukaona ile sehemu yake timu kama Belouizdad ziweza kuingia, timu kama MC Alger, USM Alger, JS Saoura zikaja kuteki nafasi. Lakini timu ambayo ina mashabiki wengi pale Algiers na imekuwa ina nguvu kubwa kwenye siku za nyuma, ikuja ilipotea, yenyewe inaanza kurudi katika njia. Kwa hiyo ni kundi ambalo limecontain ligi 5 bora barani Afrika. Ni kundi ambalo ukitoa Yanga hizo timu nyingine, timu ambazo zimeshika kasi au zimekuwa zina ubora wa juu katika soka la Afrika kutoka Afrika Kaskazini, nchi ambazo zimefanikiwa kwa maana ya miundombinu, era ya timu, kwa maana ili kuweza kumaintain wachezaji na kusajili kila kitu. Kwa hiyo kwa hiko inapelekea kuwa kundi kuwa ni miongoni mwa makundi gumu, na ndio maana hata kafu hawakusita kuona hili ni kundi la kifo la michuano hii ya Copa Afrika katika kwa upande wa virabu. Bwana we, Dominic Salambo huyo anatueleza kinaga ubaga, anatupitisha sako kwa bako mdogo kutuelezea ubora wa wapinzani wa kundi B, yani akiwemo Young Africans mwenyewe, lakini na wapinzani kadha wa kadha, Ahli na wengine ambao wako kundi hilo B. Umepata kuelewa kwa undani zaidi namna ambavyo ligi 5 bora barani Afrika ndizo ambazo zimeunda kundi B.
lakini pia umepata kuelewa namna ambavyo kila mtu kwa nafasi yake kwenye nchi yake anafanya nini. Lakini ukifuata viwango vya CAF, basi Yanga pale pia ikumbukwe ndio anapanda kwa kasi kwenye ubora wa viwango barani Afrika, na ndio maana amewekwa kwenye poti namba 2, halafu wengine wanafuata. Kwa hiyo kimtoa Ali anafuata Young Africans kwa mujibu wa CAF. Je, sasa kwa mujibu wako wewe Chief Zobane kama Zumfela, uhalisia kabisa wa hizi timu zote ukizifuatilia, kwa sababu umekuwa pia ni mtaalamu na umehusika kwenye mambo ya kupanga odds kwamba huyu akicheza na huyu, kwa hiyo umekuwa ukifuatilia zaidi hizi mambo. Nani na nani ambaye kwenye kiwango kwa sasa hivi kinashawishi zaidi, ambaye hakui hata ugumu kusema robo finali anakwenda huyu na huyu? Kwenye kundi la Yanga, mimi ukiniambia kwa experience ambayo niko nayo na kufuatilia soka la Afrika kwa ukaribu na kwa undani, naweza nikasema kwamba Ahli na Yanga wana nafasi kubwa. Okay. Lakini Ahli akicheza inaweza kuwa ni Yanga na FAR Rabat. Okay. Kwa hiyo inaweza katokea kwa mara ya kwanza tukamwona Ahli akishindwa kuingia hatua ya robo finali. Ninaipa nafasi Yanga kwa sababu ninajua weakness ya timu za kutoka Afrika Kaskazini. Okay. Hasa katika michuano ya Afrika sio wazuri sana kupata matokeo katika mechi za away. Yaani imethibitika. Yaani uwiano wa matokeo ambao wanakuwa wanapata katika kwenye nyumbani ndio haya relate na mechi za away. Okay. Kana nyumbani anaweza akashinda magoli 4, magoli 5, akaenda ugenini na struggle. Wana struggle na mengi. Kwanza hali ya hewa wakati mwingine inakuwa inawacha, lakini pia wana hiyo mentality ya kwamba hawawezi kupata matokeo away. Kwa hiyo na mentality either wa concede goli moja au watoke sare. Kwa hiyo namuona Yanga akifanikiwa kusekiwa kuanzia alama 7 na kuendelea mpaka 9 katika uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo itakuwa na advantage kwa upande wa Yanga kuweza kujihakikishia nafasi. Lakini kwa nini nimempa Yanga nafasi? Hawa wote ni Waarabu kutoka Afrika Kaskazini. Mazingira yao yanafanana. Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia yako sehemu moja kijiografia. Na hata leo zinafanana. Lakini pia wanafahamiana na wana mwingiliano mkubwa hata katika maisha ya kawaida. Na hata wachezaji. Kwa hiyo wao ile ya kudominate nyumbani haipo. Yaani dominate nyumbani haipo. Yaani unaweza kukuta FAR Rabat anakwenda anashinda Algeria. Au Iskabeli anatoka sare wapi? Morocco. Au kona Ali anatoka anakwenda anashinda sawa Morocco. Au anatoka sare au kupoteza. Kwa hiyo wao kwa wao watakwenda kuminyana alama. Yes. Si unaelewa? Yaani wao kwa wao watakwenda kuminyana alama ambayo itakwenda kuwa faida kwa klabu ya nani? Ya Yanga sasa. Kwa hiyo ndio njia pekee ambayo Yanga itamfanya aweze kutusua. Kwa hiyo mtego wa Yanga ni kushinda mechi zote za nyumbani. Baada ya hapo utamwona akiingia katikati ya robo finali ya klabu barani Afrika. Kwa hiyo hiwe hisiwe Young Africans anakwenda, lakini mwingine sasa ndio anaweza kawa Ahli au FAR Rabat. Hiyo mimi naona ndio mikai kwa upande wangu. Yanga yeye anakwenda. Yanga anakwenda. Bwana sawa, Dominic Salamba, ni namna ambavyo unalifahamu vyema soka la Tanzania na bashiri yako hiyo. Tunaiomba hivyo sisi kama wa Tanzania ili iweze kutuacha midomo wazi na kushangilia zaidi kwa sababu ya ugumu wa kundi B. Nafikiri yeyote yule anayefuatilia mpira na anayejua mpira vizuri anaelewa kwamba kundi B la Young Africans ndio kundi dume kweli kweli kwa mwaka huu kuliko kundi lolote lile. Salamba, mabadiliko yanaonekana kwenye kikosi cha Yanga, labda kwa sababu mechi ya kwanza ilikuwa ni mapema. Mwalimu anakuja tu, Yanga wanacheza na Mtibwa Sugar, wana tamtam kutokea pale mkoani Morogoro, Mjikasoro Bahari, lakini tukapata kama pumziko fulani hivi kama ya wiki moja mbili, then Young Africans wakarejea tena kwenye dimba la KMC lililoko pale Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania, dhidi ya KMC wenye uwanja wao na kutakata na ushindi mzuri kweli kweli wa mabao 4-1. Vipi, pira lishaanza kuonekana ama bado Young Africans haijaipata rhythm yake na hakuna hata taswira kwamba inajipata ile Young Africans ya misimu minne? Kwa sababu tunacholinganisha hapa ni Young Africans kwa Young Africans yenyewe, kwa sababu wanasema ukisema tu Young Africans inacheza vibaya, je, nani mwingine anacheza vizuri? Tunachokitafuta ni kuiona, je, imejipata ile Yanga ambayo tunaijua ya misimu mitatu mfululizo kama si minne?
Binafsi niko na mtazamo tofauti kidogo na watu wengi ambao wamekuwa wakilizungumza hili swala la klabu ya Yanga. Ni sawa. Mashabiki wengi au wadau wengi wanatamani kuiona Yanga ikirejea katika kile ambacho ilikifanya katika msimu uliopita. Na kurejea katika msimu uliopita maana yake sio kupiga hatua sasa. Unaelewa? Yes. Yaani kurejea katika msimu uliopita maana yake hapa haujapiga hatua. Maana yake umerudia kile ambacho ulikuwa unakifanya. Umerudi nyuma, ndio. Na uko nyuma nisha kuzungumza kwamba mara nyingi timu hizi za mpira wa miguu kwa wastani timu inaweza ika maintain kuwa kwenye climax kwa misimu 3 mpaka maximum 5. Yaani mara nyingi timu inaweza ikachukua bingwa misimu 3, 4, maximum 5. Yes. Unless pale pana tofauti mkubwa sana wa kiuwekezaji katika hiyo inchi. Ndio anaweza kuona timu kama Bayern Munich aliweza kuchukua simu miaka 10 kwa sababu alikuwa amewaacha mbali sana wenzake ambao walikuwa wanamfuata. Kama ukiangalia South Africa Mamelodi hapa katikati amechoka ile miaka 10, simu miaka 8 ubingwa wa Afrika kwa sababu alikuwa kocha ukiangalia kina Orlando, kina Kaizer alikuwa amewaacha mbali. Kwa hiyo katika hali ya kawaida utamaintain miaka 4, 3 au 5. Ambao kimsingi Yanga ameshafikia miaka yake 5 tokea ameanza ile movement. Ingawa katika misimu 5 hiyo amechukua bingwa misimu 4. Kwa hiyo sasa hizo wanachokifanya ni kutaka kuja na plani nyingine. Yeah. Ndio maana ukiangalia hata wale key players wengi wameondoka. Mayele alianza kuondoka, ameondoka Aucho, ameondoka Azizi, ameondoka kina Musonda na wengine wengi wameanza kuondoka kutoka timu. Yeah. Na wamekuja wachezaji wengine wengi. Kwa hiyo kwa ujio wachezaji wengine wapya na ambavyo wamechukua mwalimu mpya na iona Yanga ikienda kwenye phase 2, ikienda kwenye kubadilika. Sawa. Kutoka kwenye ule mpira ambao walikuwa nao na kwenda kwenye mpira ambao unaweza kuwasaidia kupata matokeo hasa katika michuano mikubwa. Ili uweze kuzifunga timu kutoka Afrika Kaskazini hauhitaji upige pasi nyingi sana. Watakachofanya wao wanakuachia dominance ya mpira alafu wanakufunga. Kwa siku utakuta unaangalia pale kwa maana ya ball possession wewe una 60, wao wana 40, kwenye scoreboard wao wana 4, wao wana 0. Tunaelewa sio? Yes. Hiyo ndio imekuwa ikitokea mara kwa mara. Kwa hiyo nilichokiona ni kama Yanga wanataka waende kutafuta namna ya kucheza kama ambavyo zile timu zinacheza. Mpira wa kasi, pasi chache na kutengeneza uwiano mzuri wa namba baada ya kushambulia na kulinda. Ni kubwa sana cha kufanya. Kwa hiyo sitegemei kuiona Yanga ikija kwenye kila kitu ambacho ilifanya katika msimu uliopita. Hasa utaiona Yanga ikiongeza intensity ya kushambulia wakiwa hawana mpira mzuri sana wa kuvutia. Kwa maana wanapiga pasi mpaka 40-50 ambazo tunaweza kuziona. Hapana. Maana pale tayari wanakwenda kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tutaiona Yanga ikipata matokeo, lakini tutaiona Yanga ikicheza mpira ambao msimu uliopita walikuwa wanaucheza kwa sababu ule mpira hauwezi kutoboa kwenye timu nyingi ambazo zinatoka Afrika Kaskazini, na ndio hao ambao wanadominate mpira wa Afrika. Yaani siku ambayo utafanikiwa kuweza kudominate wale, maana yake unakaribia kuchukua ubingwa wa Afrika. Sawa, mimi nikushukuru sana Dominic Salamba kwa uchambuzi mzuri kweli kweli. Karibu tena. Asante sana. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo sisi tunamaliza hapa, mimi pamoja na Dominic Salamba, lakini taarifa nzuri ni kutokea pale Uniplastic Tanzania Limited ni watengenezaji hawa na wasambazaji wa magodoro yote yenye chapa ya Banco. Unahitaji godoro, wewe godoro gani kwanza? Unahitaji Super Banco, Banco Loyo, Arusha Deluxe, Victoria au unahitaji Maraika? Yote haya yanazalishwa vyema kweli kweli na kampuni yako pendwa ya Uniplastic Tanzania Limited. Magodoro ya Banco ni mazuri kwa afya yako, lakini hayaumizi kichwa, mgongo wala hayakuacha asubuhi ukiwa umechoka kweli kweli. Lakini magodoro ya Banco ni magodoro ambayo yanayofaa kweli kweli. Mfano godoro la Banco Loyo ndio godoro namba 1 kwa sasa Tanzania nzima. Ndio godoro ambayo ina density ya 32. Hakuna godoro lolote lile linalozalishwa ama linalotoka nje linauzwa kwenye ardhi ya Tanzania ikiwa na density hiyo ya 32. Ni Banco Loyo pekee. Hivyo ndivyo ambavyo wanaendelea kudumisha na kutamba kwenye ubora wa hali ya juu. Lakini Arusha Deluxe yenyewe density yake ni 28. Hii ndio inafanana na magodoro mengi ambayo kwa huku anaendelea kubaki namba 1, lakini huku Banco Loyo anaendelea kuwa juu zaidi. Tembelea kwenye maduka yote ya kuuza magodoro na utapata magodoro ya Banco kwa sababu yako nchi nzima, ili uweze kupata usingizi mzuri. Jina langu naitwa Cisco Dominic Salamba, hapa amezungumza mengi na mazuri, ukipenda muita Chief Zobane kama Zoom Fera. Mimi sina la ziada, kutana tena muda na wakati mwingine. Kwaheri.